Yamekuwa kizungumzwa mengi sana hapa hizi siku 2-3 Maulid, na najua wengi wanataka kufahamu ni nini hasa ambacho kimetokea. Zimekuwa ni tetesi. Sasa hali, labda tuanzie hapa kabla ya kwenda kuimulika mechi yenyewe. Hali amefungiwa. Ukweli ukoje na taarifa hizi zikoje kwanza kwako? Yes, swali zuri Mkule. Kwanza, taarifa ya Ali Shahaban Kamwe kufungiwa miaka 2 sio taarifa rasmi. Ni tetesi ambazo zimeenea kwenye mitandao ya kijamii. Nasema sio taarifa rasmi kwa sababu mimi binafsi sijapokea nakala yoyote ya hukumu. Klabu yangu ya Yanga haijapokea nakala yoyote ya hukumu. Hata wanasheria ambao waliniwakilisha pia hawajapokea nakala yoyote ya hukumu. Maana yake hukumu ya jambo lenyewe bado haijatoka. Zilizoenea ni tetesi ambazo hatujui, na mimi binafsi sijui zilitokea wapi, zilivujia wapi, kwa sababu kama mtu alizianzisha tu hapo zikatapaka. Yes. Unajua anapoitwa kamati ya maadili, maana yake si jambo rahisi taarifa zake zikavuja kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki, wanachama na wapenzi wa Club Young Africans kwamba taarifa za Ali Shahaban Kamwe kufungiwa sio taarifa rasmi, ni taarifa zilizozuka mitandao ya kijamii. Sasa ukweli wa jambo lenyewe uko vipi? Ni kweli niliitwa kwenye kamati ya maadili, na niliitwa baada ya kupelekwa na kamati ya saa 72 ambayo inaendesha mpira, inaendesha ligi. Yes, wakapeleka shtaka langu kwenye kamati ya maadili, na kesi yangu ya msingi niliambiwa nimeidhalilisha mamlaka kwa maana ya TFF na bodi ya ligi kwa kuzungumza maneno ya uongo yasiyokuwa na busara. Hiyo ndio ilikuwa shtaka langu la msingi, kwa kufanya reference ya post ambayo nilipost au chapisho ambayo nilipandisha kwenye kurasa yangu ya Instagram Februari 3. Ndio ikatumika hiyo na yakawa mashtaka hayo. Kwa hiyo baada ya kuitwa tukaenda kusikiliza, na upande wangu pia wa wanasheria ambao wanawakilisha tulikuwa nao, jambo likazungumzwa mpaka mwisho, na mwisho wakatuambia sasa nendeni. Sababu tulienda kwa siku 2 pale, Jumatatu na Jumanne. Tukaambiwa nendeni nyumbani, hukumu sasa itatoka baada ya kusikilizwa. Kwenda kwenye details za ndani tulichokizungumza naamini halipo kwenye mamlaka yangu. Hilo ni jambo la kisheria, wako wanasheria wanawakilisha, wapo ina nafasi nzuri ya kuizungumzia kilichozungumzwa pale ndani. Ila neno la mwisho la kamati tuliambiwa nendeni, tumeshawasikiliza, hukumu tutaitoa. Sasa jana ndo tukasikia hayo maneno mbalimbali yakiandikwa mitandaoni, lakini juzi usiku ni kutoka juzi usiku na. Yes, lakini ukweli kabisa ni kwamba hakuna hukumu hiyo rasmi ambao tumeipata. Kwa hiyo tusubiri, ikitoka tutaipokea na tuzungumza na watu. Sio kwa nini wanakuwa na haraka hivi vitu, subiriri, kwa sababu wenye mamlaka wenyewe watasema. Lakini mtu tu anaibuka anazisha tu afa hana sosi kwamba nani kasema. Lakini story ukisoma haielezi kama mwenyekiti ndio wa kamati ya maadili ndio kasema, katibu au nani, hamna. Lakini inatapakaa tu. Sawa, hivi vitu vimeibuka Alikamwe. Wewe binafsi vimeku disturb vipi katika hasa kuelekea kwenye dabi na department yako, na kwa maana ya sasa ya kesi au tetesi za hukumu? Tetesi hizi, kwa sababu mechi ni ya kweli na promotion sisi kama club na mimi kama mkuu wa idara ya mawasiliano, ambao kimsingi idara hizi ndio idara ambao zinasimamia promotion ya kwenda kwenye mechi husika. Jumatatu sikuweza kufanya majukumu hayo kwa sababu Jumatatu kuanzia asubuhi saa 3 mpaka saa 9 mchana tulikuwa TFF kushughulikia hilo jambo likahairishwa, likaletwa Jumanne kutoka asubuhi mpaka saa 12. Yani natoka tu mlangoni pale ndo adhana. Kwa hiyo siku nzima, Jumanne siku nzima imeishia TFF. Kwa maana yake zile siku 2 ambazo kimsingi ndo tulikuwa tufanye sasa
uzinduzi wa amsha kuelekea kwenye mechi tulizipoteza kwa sababu ya jambo hilo, na tukawa na subra tukasubiri. Sasa jana tunataka Jumatano nataka tuanze tetesi nyingine pia kama hizo zikatokea mitandaoni. Sasa yes, kimsingi niko na viongozi ambao wanaiongoza hii taasisi, wakaniambia kuwa na subiri tufuatilie. Wamefuatilia, wakaambiwa hukumu haipo. Umeelewa Kwa sasa wakaniambia tulia, kwa sababu unajua tetesi ile, na mimi nitumie nafasi hii kuwaomba wanaoshughulika na mambo haya ya mitandao ya kijamii, nafikiri ni TCRA, si ndio? Naam. Wafuatilie haya mambo na watoe mwongozo, kwa sababu unajua unapotoa taarifa kama ile huenda una vyanzo, lakini madhara ya taarifa kubwa kama ile ni makubwa kweli. Mimi nitakwambia ile usiku ambao taarifa imetoka, mimi mwenyewe ilibidi niende kukesha hospitali na bi mkubwa, kwa sababu alipata mshtuko mkubwa kweli. Mimi niko mjini, kutiwa pingu ya mpira miaka miwili sio mchezo. Huyu mtu anapoteza kazi yake miaka miwili, anakuwa bench. Nitoke na mimi sasa mjini niende hospitali, tukakaa mpaka asubuhi, tukamuelezea kwamba ni mambo ambayo hayana ukweli, na hata kama yakiwa na ukweli, mambo ya kawaida kwenye maisha, unatakiwa urelax. Kwa hiyo ime to disturb kwenye promotion. Hiyo ni jambo ambalo hata usingenisikia mimi, linaonekana tu kwa picha ya kawaida. Kwa hiyo sisi kama club tunaamini mchezo pia huu ni mkubwa, na Watanzania huu mchezo wanautaka, na uhitaji wa point 3 kwa timu zote mbili pia ni mkubwa sana. Kwa hiyo tunaamini inshallah tunafanya hamasa leo, na leo peke yake itatosha, naamini kabisa, kuwaamsha wanachama na mashabiki wetu, kuwaamsha Watanzania kujitokeza kwa wingi Benjamin Mkapa siku ya kesho. Twende inshallah tukapambanie klabu yetu. So far wakati tunaenda kutaka kujua au tunataka kufahamu labda maandalizi ya timu yako namna gani, swala la tiketi likoje mtandaoni? Manunuzi ya tiketi yako vipi hadi hivi sasa? Ini alitembea kama Ferrari inavyotembea kwenye mashindano ya magari. Sasa amekuja Benjamin Mkapa na Mheshimiwa Msigwa ametuambia pitch iko safi. Yaani kinachotaka kufanyika ni kwamba Daktari Aucho aweke tu nyuma ikanga lombo, kidole kipo juu hivi. Yena. Sawa, hizo ni tambo na ni ukweli unachokiongea kwa upande wa timu yako, na hapa tunajua unaangalia timu yako, lakini ukikaa ukiangalia mpinzani wako unaweza ukaona baadhi kiuhalisia. Kuna baadhi ya wachezaji ukiangalia unasema huyu ana level sawa au anaweza akaingia hata kwenye kikosi chetu. Mimi kwanza ni dhambi kuwazungumzia wachezaji wa timu nyingine. Ni dhambi na nitakuwa naukosea mshahara wangu. Mimi Yanga wameniajiri kuwasifia na kuwazungumzia wanajeshi wa klabu ya Yanga, kwa sababu ndio wachezaji bora ambao wanatakiwa na Yanga tujivunie nao. Msingi wa swali nataka kulijenga, na ubora hata wa idabi mpaka sasa hivi imekuwa bora, ni difference kwenye msimamo wa ligi. Hichi kitu lazima tukieleze kwa uwazi. Msisimko mkubwa umekuja kwa sababu ya tofauti ya point kwenye msimamo, na ndio maana perception ya watu wengi kwamba hii inaweza kuwa mechi ya kuamua ubingwa. Kwa hiyo huo msisimko, jitihada za hao wenzetu kujaribu kutufukuza, tofauti imekuwa pointi moja, imeleta chachu sasa ya mechi yenyewe, na hiyo chachu hiyo ndio imeongeza ugumu. Kwa maana tukidondosha point hapa mambo yatakuwa magumu. Na kitu ambacho Anuari, sisi kama Yanga jana unajua tulifanya iftar na boss Halib Said Mohamed na kamati ya utendaji yote chini ya rais wetu Engineer Hersi Said. Jana hiyo moja katika mazungumzo ambayo engineer aliwaambia wachezaji, na hii ni kweli, akawaambia huu ni ukweli ambao hata kama uzungumzi uko nje lazima mimi niwaeleze huu ukweli. Namba 1, msimu huu tulishakaa juu kwa tofauti ya pointi 5 wakati msimu unaanza. Tukapoteza hiyo advantage, wakarudi juu ndani ya muda mfupi. Tushakaa juu kwa tofauti ya pointi 1 hivi karibuni, tukapoteza advantage, wakarudi juu.
Hii bahati tuliyopata sasa hivi wakaa juu tena kwa pointi moja, hatutaki kuichezea. Tukiichezea maana yake tumechezea furaha zetu msimu huu. Kwa lazima players wapate huo ujumbe kwamba tunakwenda kwenye mechi ambayo inaweza kucheza na furaha za wanayanga msimu huu. Kwa hiyo lazima concentration iwe kubwa, focus iwe vizuri, na tunaamini sisi tunarudi hapo. Habari mechi inaisha tu, haendi kwenye chumba cha mikutano ambacho makocha wanazungumza, anakuja kwenye njia ambayo mashabiki wanatoka uwanjani. Akimfikia shabiki hana salamu, hana lolote, anatupa swali ambalo kwa mtu ambaye katoa kupoteza mchezo tunasema ni swali chokozi, swali ambalo linaweza kumkwaza mtu, labda akazungumza vibaya, akafanya kitu ambacho sio rasmi. Ndio maana watu wanaozungumza baada ya mechi ni watu ambao wamekuwa trendy jamani. Ukimwona kocha amekuwa trendy darasani jinsi ya kuzungumza na waandishi wa habari ukishinda na ukipoteza. Wachezaji wanakuwa wako trendy. Mashabiki hawana hiyo elimu, hawana hiyo capacity ya kujua kwamba nikishinda niongee hivi, nikifungwa niongee hivi. Kwa hiyo unapompelekea mai kwenye eneo sio sahihi, na wewe pia mwandishi ujue, uenda ukafikiri unashiriki kwenye kuutangaza mpira wetu, lakini ukweli ni kwamba unashiriki kuutangaza mpira wetu kwenye njia ambayo sio sahihi. Sababu klipi yako moja ya vurugu inaweza kusambaa maeneo mengi duniani, ikachafua brand ya Kariakoo Derby, ikachafua brand ya ligi ambayo tuko nayo. Kwa hiyo hii jukumu ambalo liko pande zote, na mashabiki pia ambao tuko nao hapa. Sababu mashabiki hawa nao wana pati yao ya kuplay. Kuna siku moja nilikuwa nazungumza na ndugu yangu Godi Yanga hapa. Godi Yanga yeye ni mwenyekiti wa kikundi kinaitwa Yanga Influence. Tunacheza mechi na Tabora Azam Complex. Baada ya mechi kuisha, Godi Yanga alianguka chini. Mimi nikajua akapata shida. Lakini nikamwona anagaragara kama samaki. Anarudi nikafuatilia kwa mitandao, lakini baadaye nilimuita. Kamwambia, wewe kama mwenyekiti, kiongozi wa mfano wa kikundi hiki, hutakiwi kufanya hivi. Tulitegemea wewe ndio uwe mstari wa kwanza kuzungumza, mechi imekwisha, direction ni hii. Lakini nashukuru Mungu, mimi kwa nafasi yangu, japo si mara nyingi, mara chache za kukutana na ndugu zangu hawa, huwa tunaambizana, bwana twende hivi, tufanye hiki, tufanye hiki. Na haya unayosema kwamba kuna nafasi ya Yanga kuonekana sasa hivi badilika, ni jitihada za mashabiki wetu kuwa wasikivu, kuzungumza nao na kuwaelezea na kuona kwamba direction ya club. Mechi ligi ina mechi 30. Unafungwa mchezo mmoja unaanza kutukana wachezaji. Ukifungwa mchezo mmoja ukiwa motivate, mechi na Tabora tumefungwa, tumepiga makofi wachezaji, tuliwapa deni kwamba utaki timu tuone ikipoteza tena. Tunaumia, lakini tuko nyuma yenu kwa sababu nyie miaka 3 mmetupa ubingwa. Hii moja hii situgombanishe sisi na nyie. Kwa ile ni elimu ambayo tunapeana na mashabiki wameanza kuelewa, na naamini Yanga imetolewa hapa na MC aje. Ili tuuma, sio kama hatujasema, ili tuuma. Jana nakumbuka kwenye speech ya president kwa mara ya kwanza kawaambia wachezaji, japo hatukuzungumza lakini tuliumia. Sisi kushindwa kufuzu robo finali ya Champions League, tunaamini mna quality. Lakini sasa nyie ndio mbeba furaha yetu. Tunaangalia wakati sahihi wa kuzungumza na nyie. Hata ile siku tulioumia wana Yanga, ungesikia pale vurugu ni kubwa. Lakini tulijua kwamba okay, tumecheza quarter final la season. Tumecheza finali Confederation msimu uliopita nyuma. Katika kipindi cha miaka 3, klabu hii ambayo haikuwahi kucheza hatua ya makundi ya kombe la Champions League kwa miaka 25. Kipindi cha miaka 3 ina finali, ina robo finali, imeingia makundi mara 3 mfululizo kwenye michuano ya CAF. Hii riski ndogo tuliyokosa hii isitusahaulishe riski kubwa Mungu atujalia kwenye kipindi cha miaka 3. Tukanyamaza. Lakini wachezaji walijua hata wameumia, lakini wamenyamaza. Lengo letu ni kwamba na wao wajifeel tunavyojifeel sisi kwamba tunawasupport. Lakini kama mzazi unavolea mtoto wako nyumbani, yani anapofeli darasani, yeye mwenyewe anatakiwa wa kwanza kujisikitikia, yani kusikitikia tu juhudi zako. Ada, si una mafagio unamnunulia, tuition unaolipa, aanze kukusikitikia mzazi kabla hajaona bakora yako. Yani akiona matokeo umetoka amefeli, ianze kumuumiza yeye kabla hajaona nyumbani umeshika bakora unataka kumchapa. Ndio kitu tunachotengeneza Yanga Afrika. Kwamba sasa wachezaji wetu mechi ikiisha, before hatujazungumza wanajua hawa watu leo wameumia.
lakini muona reaction yao, wametupongeza, wameenda majumbani. Tukirudi kesho moto uje wake. Naam, labda tuende katika maandalizi. Naye muda mrefu anataka kuuliza swali, ukimaliza naye umpasi. Yes, tuende katika maandalizi. Najua Young Africans ndio wenyeji wa mchezo huu. Maandalizi yamekamilika kwa kiasi gani na hali za wachezaji zikoje? Yanga inamkosa nani na nani katika mchezo wa kesho? Sambamba na hilo, pengine milango tutarajie kuwa wazi kuanzia muda gani? Sahihi kabisa. Kujibu swali lako la kwanza la Yanga inamkosa nani kwenye mchezo huu, saa 4:30 head coach wetu atakwenda kuzungumza na waandishi wa habari kwenye official press conference, na yeye kocha ndio ana taarifa rasmi ya nani anamkosa kwenye timu yake. Kwa ripoti ya madaktari ambayo hiyo huwa inaletwa kwenye idara yangu kwa ajili ya kuwajuza wanachama wetu, mchezaji ambaye alikuwa na injury ni Kwasi Atola Yao, na jana wote ni mashuhuda, mmeona picha zake, ameanza kurejea kwenye uwanja wa mazoezi na anafanya mazoezi binafsi. Kuiweka sawa hii, hakuna taarifa rasmi kwamba Kwasi Atola Yao, kwa sababu kama unapewa taarifa na daktari ni mgonjwa, taarifa inofuatia ni kuambiwa ameshapona. Hakuna taarifa rasmi iliyopewa kwamba Kwasi Atola Yao sasa yuko fit, anaweza akarudi. Amerudi kuanza mazoezi binafsi alafu aje ajoin na timu. Kwa hiyo sitokee mwana Yanga hapa akaondoa akasema nimeona picha ya jeshi Yao Kwasi kesho atazima. Hapana, hiyo taarifa bado haijatoka, na ndio maana tukasema tumwachie head coach leo aende akazungumze kuhusu kikosi chake. Taarifa ya maandalizi nimezungumza mwanzoni, upande wa viongozi, upande wa players, sisi tunaona kila kitu kipo tayari. Tunao siku moja leo, na ni siku muhimu sana kwa watu wanaojua mpira, kuomba sana uwanja mazoezi usizalishe majeraha. Yaani hakuna siku panakuwa na intensity ya ajabu kwenye uwanja mazoezi kama a day before game, kwa sababu ndio siku ambayo players anaamini kama mwalimu siku mshawishi wiki nzima, leo nikijituma anaweza kubadilisha mawazo. Kwa hiyo kujituma kwake ndio mara bahati mbaya kamvaa Pakopi. Ili jina kwanza nijirudia hili Pakopi. Sijui kwa nini nijirudia sana. Mara bahati mbaya kamvaa Mzize, unakuta unamkosa kwenye mechi. Kwa hiyo tunaomba sana dua, mazoezi ya leo yawe vizuri, yamalizike kwa amani, kesho watu waamke waende uwanjani na Yanga iwe full, mwalimu awe na option nyingi za kuchagua. Bana Paul Eusebius, muulize Ali Kamwe swali la mwisho. Maana natakiwa kwenda kwa Kigoma, kinatakiwa kikatembea mtaani press conference, lakini Mauli kwa ruksa yako hata mashabiki wangu kadhaa wazungumze kidogo. Kimaliza basi wewe. Sawa. Kwanza Ali Kamwe, pole sana kwa ikadhi ambayo inaendelea ukihusishwa na hilo swala la kupigwa nyundo ya miaka 2. Bana shukrani, na kabla hujaendelea swali lako, mimi ni binadamu ndugu yangu. Ndio. Siku ya juzi jana nimepokea message nyingi, nimeona maandiko mengi, watu wakinipa pole, wakinifariji, japo sio taarifa rasmi, lakini na mimi niseme shukrani jamani kwa kujali, shukrani kwa upendo wenu. Nimesoma, siwezi kujibu kila mmoja ambaye nimechelewa au nimeghaflia kutokujibu, ujue message yako nimeisoma na nimefarijika, na Mwenyezi Mungu atawalipa inshallah. Amen. Yes, tangu kuanza kwa msimu wenu tarehe 8 Agosti mwaka jana mpaka mechi ya mwisho ambayo mmetoka kucheza kwenye ligi, mmeshafunga jumla ya mabao 84 so far. Ina maana mna deni la takriban goli 16 peke yake kufikia century of goals 100. Rekodi ambayo itakuwa ni kwa mara ya kwanza kwa klabu ya msimu Tanzania. Yes, kwa msimu mzima, michuano yote. Msimu huu. Yes. Last season tulifunga goli zaidi ya 100 shehe. 100 na ngapi? Tulifunga goli 100 kama na 68 mwaka michuano yote last season. Mpaka sasa hivi kwenye ligi tayari mmeshacheza jumla mechi 22. Yes. Na maana mna mechi 8 pamoja na mechi za kombe la FA. Ina maana mna mahali pa kuweza kurekebisha. Yes. Ninachojaribu kukilenga hapa, ama swali langu lipo mahali hapa, mnachokiperform ndani ya kiwanja kinavutia upande wa results, lakini kwenye upande wa management, hasa kwenye benchi la ufundi, hakuja kuwa na utulivu. Ingetoka za makocha zimekuwa nyingi sana. Sikumbuki kwa siku za karibuni ni mwaka gani Young Africans iliongozwa na makocha 3 ndani ya msimu mmoja, na hata msimu haujafika kwenye robo ya mwisho ya msimu. Hii kuelekea mechi ya kesho, inawapa mchecheto kwa kiasi gani hasa wachezaji? Mnaenda kuikabili Simba mkiongozwa na Miludi ambaye hajawahi kuikabili Simba. For the first time anaenda kuikabili Simba. Na Simba yenyewe sio kwamba ni mpeche.
Kwenye ligi peke yake wana mabao 48, amina 46 hivi sasa. Kwa bara zima la Afrika timu pekee ambazo wanaizidi Simba Sports kwa idadi ya magoli ni Young Africans pamoja na Mamelodi Sundowns. Bas. Kwani chani wako? Mnaenda kutana na Simba ambayo ipo vizuri vile vile. Mabao 46 waliokuwa nayo kwa bara zima la Afrika, ligi 54, ligi kuu za bara la Afrika. Ni Young Africans na Mamelodi Sundowns pekee yenye mabao 48 ambao wanazidi Simba. So, kiufundi mnaenda kukutana na wapinzani wenu wakati wote mpo katika viwango vya juu kabisa vya ubora. Sitopenda kugusa rekodi yao ya kimataifa ambayo mnaifahamu vema. Mna mchecheto kiasi gani na wachezaji wanajua ukubwa hiyo mechi. Hiyo ni kwa upande wa wachezaji kuelekea mechi ya kesho. Na upande wa viongozi, tunajua taji la ligi kuu ndio taji mama ambalo Young Africans wanalitolea macho sasa hivi mara baada ya kutokufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Hatima ya msimu wenu kama mmefaulu au mmefeli kwa asilimia kubwa imebebwa na mchezo wa kesho. Viongozi wamejiandaa kwa kiasi gani matokeo yasipokuwa kwa upande wenu, hasa mnavyoenda kuwakabili mashabiki? Yes. Kwanza kuclarify hapo mwisho. Hatima ya Yanga ya msimu haijabebwa na dakika 90 za kesho. Hatima ya Yanga ya msimu inabebwa baada ya michezo 30. Ndio tutajua kama tumekosa ubingwa au tumepata ubingwa. Ubingwa na raha ukimfunga mtani kamwe. Yaani unachokizungumza wewe labda kwa wageni wa jiji, kwa wenyeji hayo sio maneno mageni shehe. Jiweka wenyewe. Kwa nini aliurejesha? Sisi kama uongozi, pressure pekee ambao tuko nayo ni ubora wa Yanga ambao uliupitia katika misimu iliyonyuma. Sio ubora wa kumtazama mtu mwingine. Ubora wa Yanga ndio unatupa mawazo ili kila siku tufanye timu yetu iwe bora. Yanga haijawahi kuandaliwa kwa ajili ya mechi moja. Haijawahi kwenye historia yake. Yanga inaandaliwa kwa ajili ya target zake. Hii mechi ina point 3 sha. Si ndio? Ina point 3. Nilitoa mfano siku fulani nikasema mzunguko wa kwanza ambao walijiweka wenyewe tulipata pointi 3. Lakini itulazimu tusubiri sare ya huyu Kolo na Azam ndio Yanga turudi kileleni. Maana yake tulichukua 3, lakini katika marathon ya ligi kuna sehemu tuliangusha pointi akarudi yeye kileleni. Sio kana vizuri ya koma tunakolo. Kolo. Hii Kolo hii ni mpaka serikali itakaposema kwamba Kolo ni kitenge ndio nitaacha kuitumia. Kitenge upo? Wewe ni Kolo? Sio Maana yangu ni kwamba pamoja na ukubwa, thamani na ugumu wa mchezo wenyewe, bado uongozi hauwezi kusimama ukaambia wanachama eti ndio mechi yetu ya mwisho ya malengo. Hapana. Malengo ya Yanga ni kuchukua ubingwa wa ligi, kuchukua ubingwa wa kombe la CRDB. Ndio malengo ya Yanga Afrika. Na tunaamini inshallah tupo kwenye njia hiyo kuyaendea malengo yetu. Upande wa hizo rekodi ambazo umezisema, nashukuru sana umekuwa mkweli. Unajua kwa mtu ambaye amekusikiliza vizuri, yaani unachokifanya wewe shekhe ni kufanya chapati umuke kama andazi. Unachokifanya wewe. Yaani umetaja rekodi ya huyo Kolo kwa msisitizo. Goli 48 Afrika. Nikasema huyu shekhe ajui goli za Yanga. Lakini baadaye ukasema aliyomzidi ni Yanga. Kamzidi ngapi? Wewe yasema hiyo ujue. Ndio bwana Wewe kasema tu goli 48 za Kolo kafunga. 46. Goli 12 nyuma ya kinara wa ligi. Sasa mtu ambaye hajakusikia mgeni wa ligi hivi, huyu kafanya goli 46 atakuwa tishio. Kumbe kuna mtu ana goli 58 shehe ametulia kimya. Wewe bwana Nuai takwimu huyu asikilizaji. Kwa maana tunajua wana level yao, wana ubora wao, lakini dakika 90 za kesho inshallah sisi Yanga tunakwenda kuzipambania. Sawa. Wana Yanga kidogo. Mimi nimalizie niwaachie mashabiki. Tulikuwa tukikaa hapa kwenye vipaza na wewe mwenyewe ukiwa shahidi. Ndio. Kila tunavomaliza kufanya analysis mimi huwa mara nyingi tunatoa tathmini yetu kama nani anaweza akashinda. Prediction. Mimi Wewe. Sisi. toa. Sawa, toa. Na Maulidi atoe tu, si ndio? Toe Maulidi hapa. Ile dabi ya 1-0. Ndio. Nilisema tu direct hapa kwamba
Yanga anaenda kushinda direct moja, anaenda kushinda mchezo. Ndio. Ile ya Zanzibar nilisema matuta. Unakumbuka ya nani? Ya Azam. Hii pia natoa prediction yangu. Tupe baba. Mechi hii baada ya muda mrefu sana Simba anaenda kushinda. Sawa. Sawa. Na uzuri dunia imeona. Na uzuri wa hii tuna rekodi. Sisi inawekwa. Alafu wengine Jumatatu tunaanza kuicheza hii. Kabisa. Tutakuja. Maulid uicheze hii. Sawa, tutaicheza Jumatatu. Bana Paul Service. Iwapo Khalid Aucho hatamka katika ubora wake wa siku zote na iwapo Djigui Diarra hatopoteza focus dakika za mwishoni mwa mchezo, Kaka acha iwapo. Twende straight, jiamini kaka. na iwapo striking pattern ya Young Africans ikiendelea kufanya vizuri kama inavyofanya mara zote, Simba anamfunga Yanga. Simba anamfunga wa pili huyo. Twende kaka. Baraka wa kitenge. Mimi huwa sitabirigi, lakini leo kwa mara ya kwanza nasema Lete maneno Maulid. basi nikisema mimi utabiri wangu wanasema huwa upoteaga. Naziona goli 2-0 Young Africans anaenda kushinda. Sasa Leta shahidi, tukupe shahidi.